Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, Ikemo, Kuna watu madaraja matatu katika nyumba ya Mungu. Unaweza ukawa katika kundi mmoja wapo na hayo matatu. Nasema kwamba in the house of God we have three categories of people. Kategori ya kwanza, madaraja la kwanza la watu ni kwamba you can be a son of a concubine. Unaweza ukawa mwana wa suria. Suria ni yule mke ambaye si mke wa kwanza wa mtu. Katika nyumba ya Mungu unaweza ukawa mwana wa suria. Katika kategori ya pili unaweza ukawa mtumwa ama mfanyikazi. Katika kategori ya pili
you can be a servant in the house of God. Na kategori ya tatu, you can be a son in the house. Unaweza ukawa mwana katika nyumba. So nyumba ya Mungu, watu wote ambao Mungu amewaita, wao wenyewe wanaweza wakajipress katika kategori mojawapo ya hizo tatu. Unaweza ukawa katika nyumba ya Mungu ukiwa ni mwana wa suria. Twaona neno hilo katika maandiko. Tuna mtu ambaye alikuwa na masuria. Abraham baba yetu wa imani alikuwa na mke, lakini alizaa wana pia na masuria. Daudi alikuwa na mke, akazaa wana na masuria. Mfalme Sulemani alikuwa nao 300. Wa kwanza, mwana huyo alihesabiwa kuwa mwana wa suria na hangeweza kurithi kama vile mtoto wa mwanamke wa kwanza. Kwa sababu ni kweli hata katika Agano la Kale kulimoja, lakini si kwamba Mungu alikubali. Maana Mungu alibariki ndoa ya mke mmoja, na mwana aliyezaliwa ndani ya ile ndoa, huyo angalirithi baraka za baba yake. Lakini katika nyumba ya Mungu pia unaweza ukajiweka katika hali ya mwana wa suria. Na ukijiweka katika hicho kipengele na katika hicho kikundi hicho, kuna vile unaweza ukapata baraka, lakini hauwezi ukapata urithi. Taongea kuhusu urithi. Urithi tofauti na baraka za kawaida, kwa sababu urithi una baraka zake za viwango ambavyo vina uzito katika maisha ya mtu ya asili hata ya kiroho. Lakini mwana peke yake katika ufalme, ni mwana peke yake ndiye hupokea urithi. It is only the son who can get an inheritance from the father. Hao wengine hupata vitu ambavyo tutaviona kwa maandiko, lakini ni mwana peke yake ambaye baba humpa urithi. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Genesis chapter number 15 verse 1 to 4. Maandiko yanasema, basi baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Kwa nini? Nami naenda zangu, hii sina mtoto, na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri. Tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likanena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Kitu ambacho tunaona kwa maandiko, baba yetu wa imani Ibrahimu anakwenda mbele za Mungu kuwa nayo ya ugumba na mke wake aliyekuwa na hali ya utasa, na kilio cha Abrahamu kilikuwa dhahiri mbele za Mungu. Anamlilia muuliza Mungu, mimi nitaachaje nyumba yangu bila mrithi? Maana hukunipa mrithi. Huyu Eliezari ndiye atakayekuwa mrithi wa nyumba yangu na vitu vyangu na mali yangu. Eliezari alikuwa ni mtumishi katika nyumba ya Abrahamu. Kwa lugha nyingine, alikuwa mtumwa wake, alikuwa mfanyikazi wake. Na Abrahamu anamwendea Mungu akiwa na ombi hili kwamba Mungu, hukunipa mrithi. Na katika tamaduni yoyote mrithi ni mwana. So Abrahamu alikuwa na ufahamu na kumwendea Mungu. Alijua kabisa mrithi ndiye angefaa kurithi mali yake.